Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mtazamaji wetu na mfuatiliaji wetu wa kipindi chetu kizuri cha Maisha Kamili, tunakukaribisha sana katika masomo yetu. Wiki hii tuna somo zuri linalosema kumjua Mungu. Wiki hii tunaenda kumjua Mungu wetu, na kabla tujaendelea tupate kuomba. Amina. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa sababu umetuleta tena tukujue wewe. Amina. Ombi letu kupitia Roho wako Mtakatifu, tujue wewe sawa sawa na mapenzi yako. Amina. Na tunapokujua na huyo mtazamaji wetu naye akujue, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Well, tuko kwenye masomo yanayotuandaa kukua vizuri katika uhusiano wetu na Mungu. Amina. Na ninasema katika uhusiano wa ushirika. Kuna business, kuna shughuli, kuna makusudi ya kutimizwa. Sasa tunahusianaje na huyu Mungu katika kutimiza mapenzi yake hapa duniani? Somo la kwanza wiki iliyopita, kukagua uhalisia. Tuliona tunahitaji kukua. Ndio. Na sasa tunahitaji somo lina kama ulivyosema, tunahitaji kukua katika kujua Mungu. Fungu la kukariri umesomaje? Fungu la kukariri? Fungu la kukariri linatoka katika Yohana 17. Nalo linasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliye mtuma. Hivi unaweza kuwa wewe umeoa? Ndio, nimeoa. Una watoto? Ndio, nina watoto. Unaweza kuwa na uhusiano thabiti, imara na familia ikiwa kama wajui? Hapana. Okay. Kwa hiyo kujua kunaimarisha yale mahusiano. Na mnajuanaje sasa? Ni lazima muingie kwenye mahusiano. Lazima muingie kwenye ukaribu. Sasa kujua kwenye ndio nini? Wewe unamjua mke wako? Namjua. Mtoto wako unamjua? Namjua. Wengine wanasema kwa mtoto huwezi kusema unamjua, mke ndio unaweza kusema unamjua. Lakini ninajua una confidence kwamba yani ninamjua kwa undani wake ambao mtu wa nje hawezi kumjua. Sasa kwa Mungu vipi? Tuko kwenye uhusiano wa baba, yeye ni baba kwetu, sisi ni watoto kwake. Yeye ni Mungu kwetu, sisi ni watu wake. Ni mahusiano haya. Sasa anasema kumjua Mungu eti ndio kuishi. Na uzima wa milele ndio. Twende kwenye somo la Jumapili, picha ya Mungu iliyo wazi zaidi. Na sasa tukisema iliyo wazi zaidi ni ile ya jumla ambayo ni obvious, tunasema hii, yani hii ni ya wazi. Na hii inashuhudiwa kwa Biblia kwa mapana yake. Kabla tujaendelea, maana ni ya wazi zaidi. Mungu yuko unavyomjua. Unamjua Mungu mjui? Namjua. Mungu yukoje? Taja sifa sasa. Ni mtakatifu. Mtakatifu, safi. 2, ana haki, ni wa haki. Ni wa haki, wa upendo. Mwenye nguvu. Mtukufu. Mponyaji, muumbaji. Mfalme, mtawala. Rehema umetaja? Mwenye rehema na kadhalika. Na ukitaka kufuatilia katika Biblia yote uliyoyataja, katika Ayubu ni mwenye uwezo. Halafu katika maarifa yote, kujua kote, Isaya 49 mstari 9 mpaka 10. Yani anajua kila kitu. Ujifichi kwa. Ana haki, Isaya 30 mstari 18. Rehema,
wale walio na mwongozo watapitia, hatuwezi kupitia yote. Lakini yote hizo sifa tulizozitaja kwa mapana yake, unaweza kusema kuna mtu amjui Mungu? Kuna mtu ambaye amjui Mungu? Kwani mpaka usome Biblia ndio uweze kujua Mungu ana sifa kama hizi? Ile Warumi sura ya 1 mstari wa 18 mpaka 31 anasema ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni dhidi ya uasi wote wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza, hawakumheshimu, hawakumshukuru, bali wakajifanya kama hawana ufahamu. Maana Mungu anajulikana kwa kazi zake. Kwa hiyo uungu na uwezo wa Mungu unajulikana kwa kazi zake. Wewe angalia jua linavyotokea mashariki hapo. Napendeza, lipendeza? Napendeza. Tukufu. Angalia angani, angalia nyota wanaoruka. Unasema aliyetengeneza hivi ni mwezi. Aliyetengeneza kiti hiki, huyu ni fundi, sifa yake. Kweli si kweli? Kwa hiyo kazi za Mungu zinamwonyesha. Katika upana huo tunaweza tukaona Mungu yuko. Tunaweza tukamjua Mungu. Amina. Mwanzo sura 3 mstari wa 1 mpaka wa 5 tutaona uongo wa kwanza wa kupofusha macho yetu tusimjue Mungu. Yaani tuliingizwaje chaka, watu wanaishi kana kwamba Mungu hayupo, Mungu hana uwezo, Mungu si wa haki, Mungu. Yaani uongo ulianzaje? Ulianzia wapi? Tuanzie pale katika Mwanzo sura 3 mstari wa 1 mpaka 5. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani tunaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Kwa hiyo Mungu ni muongo, hamtakufa. Kulingana na ndio anasema, anamkanusha hivi. Alafu anasema najua mtafunguliwa macho, mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya, ambayo ni kweli. Sura 3 tunaona baadaye anasema hao wamekuwa kama sisi, wakijua mema na mabaya, wasiende kula mti wa uzima wakaishi milele. Unakumbuka eh? Lakini wewe unaona yale maneno yeye alisema yatawafungua macho, ila ndio aliyotupofusha macho tusimjue Mungu. Yalipanda nini yale maneno hata tukaanza kushindwa kumchukulia Mungu kwa maneno yake, tukamchukulia nini kilichopanda? Mimi nikakupatia jibu kabisa, kwamba yale maneno yalikuwa yanamuongoza Adamu na Hawa wamchukuliaje Mungu, kwamba ni muongo, alafu sio mwaminifu, alafu sio wa haki, alafu kama amewatenga hivi, ameweka daraja. Na yote hayo tunaweza kusema wasimwamini Mungu, kwamba ni kweli anauweza, ni kweli anawajali, ni kweli alichosema ni sawa, ni kweli amewapa vyote, hajawanyima chochote, ni kweli. Turudi kwenye uhusiano wako. Usema umeoa, ndio. Usema una watoto, ndio. Mlianzaje kujuana? Kwa hiyo ulimjua? Nilimjua. Mlianzanaje? Nilimuona, nikaomba nafasi. Ukuwaona wengine? Niliwaona. Kwani nitakuwa nimekikosea kwamba ulimwamini? Nilimwamini. Na katika kumwamini na yeye akakuamini. Ndiyo. Na kila mmoja akaanza kumuona mwenzake vingine kulingana na jinsi alivyo muamini. Ndiyo.
Kwa hiyo kama tutaweza kunufaika na picha hii pana ya Mungu ni pale tutakapoamini. Maana hivi vyote inatakiwa kutuaminisha kwamba Mungu ni mweza, Mungu ni mzuri, Mungu anajali, Mungu hivi. Lakini sasa kuna hivi kuamini ni hapa moyoni au kichwani? Kuamini ni kichwani. Basi watu wote duniani wanamwamini Mungu, wanaomjua Mungu wanamwamini. Ukimjua Mungu unamwamini. Yaani walio na picha hii pana ya Mungu, Mungu mweza, Mungu ameumba vyote, Mungu si wote wanapa mahakamani, wote si wanajua Mungu yupo. Kwa hiyo unataka useme wanamjua Mungu, wanamwamini Mungu. Kujua uwepo wa Mungu na kumwamini ni vitu viwili tofauti. Umepungukiwa nini? Imani kwa Mungu. Nadhani hapo ndipo ambapo leo nadhani tukifika hapa tafsiri ya Mungu kwamba Mungu unamwonaje, unamjuaje, inatokana unamwaminije, unaaminije na hicho unachokiona. Huyo mke siku utakapoanza kuona huyu ana kiburi, amenyamaza kimya tu, lakini naona ana kiburi, wewe mbona unijibu? Mwanzo nilikuwa naona kama ni unyenyekevu, habishani na wewe. Lakini kama umwamini unatafsiri ukimya kama kiburi. Mungu mbona ajibu maombi? Mbona hajanijibu? Mimi nadhani hajali. Lakini kama una imani, unaonaje tuombee imani? Au kwenye mahusiano yote unaweza kumfahamu wewe mke, si unafahamu anakotoka na wazazi wake, sifa zake, si unaweza kuwa nazo, ni mpole sio nini. Lakini mahusiano yananoga pale ambapo unampokea katika sifa hizo, unamwamini. Amina. Kutoamini ni kutompokea katika hizo sifa. Imekaje? Imekaa vizuri. Imani ni kitu kikubwa sana. Wewe kama mtu uliyeko kwenye mahusiano tayari, toa tamko lolote hapo, tubariki. Kuaminiana ni jambo kubwa sana. Ukimwamini mwenzako kwamba huyu, kama ulivyotoa mfano kwamba ukimya wake ukiamini kwamba ni nidhamu fulani au ni upole, basi itakuwa vizuri. Lakini imani inapotoweka, ukimya ule pale unaweza ukaona kama ni kiburi. Lakini imani kwake yeye, sio kwenye tabia yake, kwake yeye, kwamba anadhihirisha alichonacho moyo. Hivi ndivyo alivyo ndani. Imekaje hiyo? Imekaa vizuri. Rafiki yangu, Mungu kweli ni mweza, mwenye haki, mfalme, anajali, ana rehema. Tunaambiwa katika Biblia, hata sisi wenyewe tukiangalia ndivyo ilivyo. Lakini tunaalikwa kwa somo la leo kumchukulia kwa ushahidi huu wa pendo lake, uweza wake, uungu wake, kwamba ndivyo alivyo. Amina. Hatuhitaji kudanganywa na tapeli kwamba hayuko hivyo. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo linatufungua macho yaliyopofushwa na mashaka na hofu na maneno ya uongo yaliyopanda hayo mashaka. Kwa kuwa ukweli wako unatuacha huru, tunaukubali. Na yeyote anayeamini ukweli huu tuliofikia hapa kuona, kamfungue Baba, ili ushahidi wa pendo lako ukazidi kumwaminisha na kumtiisha chini yako wewe Mungu mkuu. Mpaka somo lingine, tunaomba utuachilie salama na msikilizaji wetu katika pendo lako Yesu. Amen. 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 Rafiki yetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo. Tukutane siku ya kesho, siku ya Jumatatu, ambapo tuna somo zuri linalosema Mungu ni mtakatifu. Karibu sana. Mwenyeji wako ni kwa Geoffrey Omondi. Nami ni Enos Mwakalidile. Tukutane kesho. Amen.